Gazeti la Mwanahalisi limeripoti habari yenye kichwa cha habari kikisema Nchimbi agoma kujiuzulu na Said Kubenea. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi amegoma kujiuzulu, Mwanahalisi limeeleza katika taarifa yake. Ukiachana na taarifa hiyo imewekwa katika gazeti hilo na Said Kubenea, siku chache zilizopita makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Nchimbi alizungumzia juu ya masuala ya upatikanaji wa katiba mpya. Kwa zaidi ya mwongo mmoja, mjadala kuhusu katiba mpya nchini Tanzania umekuwa ukijikita zaidi katika swali kama mchakato ulioanza mwaka 2011 unapaswa kufufuliwa na kukamilishwa. Lakini kauli ya makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi ilionekana kuhamasisha mjadala huo kutoka kwenye swali la iwapo kwenda kwenye namna ambavyo katiba hiyo inapaswa kupatikana na kuwa. Katika hotuba yake wakati wa kufungua mkutano wa 15 wa mtandao wa tetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC takriban majuma mawili yaliyopita, Dkt. Nchimbi hakuwataka Watanzania kupambania katiba mpya pekee. Alitaja pia aina ya katiba anayosema taifa linahitaji: katiba yenye makubaliano ya wadau wote, mwafaka wa kitaifa inayoheshimu haki za wananchi na inaweza kuliongoza taifa kwa miongo ijayo. Kauli hiyo imekuja wakati serikali tayari imesema mchakato wa katiba mpya itatekelezwa kabla ya mwaka 2030, huku ilani ya uchaguzi ya chama tawala CCM ya mwaka 2025 pia ikiweka ahadi ya kuendeleza mchakato huo. Kwa mtazamo huo, hoja kama katiba mpya inahitaji kuonekana tena kwa ndio kiini cha mjadala. Badala yake, mjadala uliibuka baada ya kauli ya makamu wa rais umeanza kuibua maswali mengine. Ikiwa viongozi wa juu wa nchi wanasema wanaunga mkono katiba mpya, kwa nini wananchi waambiwe waipambanie? Na ikiwa mchakato utaendelea, je, utazaa katiba ambayo itakubalika kwa makundi mbalimbali ya Watanzania? Maswali hayo ndio yameifanya kauli ya Dkt. Nchimbi isiwe tamko la kisiasa pekee, bali mwanzo wa mjadala mpana kuhusu mazingira sasa ya kisiasa, mchakato wa kuandika katiba na aina ya katiba ambayo Tanzania inaweza kuipata.